عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وبعد. Ndugu yangu mpenzi mtazamaji, baada ya kumshukuru Allah subhanahu na kumtakia rehema ziada kiongozi wa umma huu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, karibu katika kipindi chako pendwa cha Ujue Uislamu ndani ya Mukhtari Online TV na Mwali Online TV. Leo nimekuletea Al-Habib Al-Sheikh Al-Sayyid Al-Muazzam Mudir wa Madrasa Al-Fallah Container Mivumoni, Sheikh Omar Ibn Salim Al-Mukhtar. Inshallah amekuja na mada yetu nzito sana. Kabla ya kumaliza utamu wote, nimpe nafasi aweze kuwasalimia. Karibu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kama alivyonitambulisha ndugu yangu al-akhi Sheikh Abdallah Ali Mwale, mimi kwa majina ni Ustadh Omar Mukhtar au Omar Salim almaarufu Omar Mukhtar, ambaye ndiye mwalimu mkuu wa Madrasatul Fallahi Mivumoni Container Madale, Dar es Salaam. Naam, karibu Sheikh Omar, karibu sana. Hapa tuko live kupitia Mukhtari Online TV pamoja na Mwale Online TV. Tumekuja kuhabarisha umma wa Kiislamu. Kama unavyojua Sheikh Omar kwamba ulimwengu ulikofikia sasa hivi ni kwamba watu wengi hawana muda wa kusoma kama darasani wakasomeshwa, lakini muda kwa kwenye mtandao wanao. Kwa hiyo ili wasikose vyote, basi upate nafasi ya kusoma kwa mujibu wa mtandao. Kwa hiyo Sheikh wangu, karibu sana. Karibu sana, lakini pia muendelee kutuombea dua channel yetu endelee kukua zaidi. Lengo ifike mbali na kuelimisha watu zaidi na zaidi na zaidi na zaidi. Karibu sana Sheikh Omar. Shukrani sana. Na Sheikh Omar, leo mada yetu kubwa ambayo nime plan kuzungumza na wewe, waambie Waislamu au wahabarishe Waislamu walioko ulimwenguni, si Tanzania, ulimwengu mzima. Tuambie, je, ni yapi mambo ya kujipamba nayo kama muumini wa Kiislamu, kama Muislamu, ya kujipamba nayo yale mambo ambayo baada ya hayo kuna mengine yanakuja huenda kwa mujibu wa Uislamu. Ni yapi ya kujipamba nayo wewe kama Muislamu, yakija yale ambayo yamekuja yale ya mwanzo, yakija mengine ambayo ni mbadala wake, yakukute umenufaika na yale ya mwanzo. Karibu Sheikh. Asante. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Sheikh Abdallah, swali hili ni swali muhimu na ni swali kubwa ambalo umeuliza kwamba ama kutaka kufahamisha umma wa Kiislamu kwamba ni mambo gani ambayo Muislamu anatakiwa kujiandaa nayo kabla ya mambo gani ambayo yanakuja. Kwa kulijibu swali hili, tutaangalia hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, ambaye yeye Rasulullah sallallahu alaihi wasallama kwetu sisi ni kigizo chema. Tunaishi maisha yetu kwa kumuiga yeye, tunaendesha harakati zetu kwa kumwangalia yeye alikuwa akiishi namna gani. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama katika hadithi yake, maneno yake matukufu, anatuambia ightanim khamsan qabla khamsi. Ametutaka sisi waja wake, waja wa Mwenyezi Mungu ambao yeye Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama amekuja kutuletea Uislamu na kutuletea maisha ambayo tunatakiwa tuishi ndani ya Uislamu. Sasa katika swali hili, maelekezo yake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia tujiepushe na mambo matano, ama tufungamane, tuneemeke. Imekuja ightanim, yani tuneemeke na mambo matano kabla ya kutufikia mambo matano. Kwa hiyo jambo la kwanza Rasulullah sallallahu alaihi wasallama ambalo ametaka tuneemeke nalo kabla ya kufikia lingine, la kwanza amesema hayataka kabla mautika. Mwanadamu uneemeke, yani wakati uhai wako upo, pumzi unayo, unaishi, uwe unanufaika na ile afya ambayo unaitumia kwa wakati ule. Kwa Kiswahili kifupi, bimaana uzima uliokuwa nao. Anasema hayataka kabla mautika, uneemeke na uhai wako kabla ya kufa kwako.
kwa sababu ukishakufa huwezi kufanya jambo lolote ambalo ulikuwa unalifanya ukiwa hai. Hili ni jambo la kwanza. Jambo la pili anasema wasihataka, na uzima wako, afya ile uliyokuwa nayo. Kuna maisha, kuna uzima na afya. Afya maana yake ni mtu unaweza ukafanya jambo lolote ukiwa na nguvu, una maradhi ya aina yoyote, kabla sukumika, kabla ya maradhi yako, ukiwa una afya njema. Kwa sababu Sheikh Abdallah, kwa ulimwengu sasa hivi tulionao, wewe ni shahidi, wengi tuliokuwa tuko hai katika dunia tunaishi, wengi wetu tuna maradhi mengi. Ukimkuta mtu ana maradhi yoyote, huyo hapatikani katika ulimwengu wa sasa hivi. Lakini huyu ukimkosa, huyu ana sukari, huyu ana pressure, ukimkosa ana pressure, ana UTI, ukimkosa UTI. Kwa hiyo ule muda ambao wewe huna maradhi ambayo kwamba yatakufanya usitekeleze ibada za Allah subhanahu wa ta'ala, utumie vizuri muda ule. Sihataka kabla sukumik, yani afya yako kabla ya kuumwa kwako. Jambo lingine nasema wa faraghaka, ile faragha yako kabla shughulika, ule nafasi yako uliyokuwa nayo uitumie kabla ya kuwa na shughuli, kabla Mwenyezi Mungu haja kutia katika mikono yake akakutia harakati. Jambo lingine nasema wa shababaka kabla haramik, ujana mtu uliyokuwa nao utumie kabla ya ujawa mzee. Tunatambua, utawaelezea vizuri watazamaji wetu wa Mukhtar Online TV pamoja na Mwale Online TV. Mtu unapokuwa mzee kuna mambo mengi huwa yanakatika, yanapungua mpaka yanakwisha. Kuna wakati utafikia ukiwa mzee huwezi kutoka masafa ya kufuata msikiti kwenda kutekeleza ibada. Unakuwa unakosa jamaa za kwenda kuswali msikitini, unaswali nyumbani. Kwa hiyo wakati ule ambao mtu una afya, ndo anasema faraghaka, anasema shababaka kabla gharamik, yani ujana wako ambao utatoka kufuata msikiti popote kwenda kutekeleza ibada kabla gharamik, kabla ya uja wa mzee, magoti yamechoka, uoni, unapapasa, utaswali pale ulipo, utaletewa chakula pale ulipo, haja zote utamaliza pale ulipo. Kabla haijafikia hapo, utumie shababa ka ujana wako. Ujana ni upi? Ni huu tulionao kama mimi na wewe Sheikh Abdallah. Unaweza ukamtuka na mtu, ukampiga mtu, ukakimbizana na mtu. Kwa hiyo zile nguvu ambazo unaweza ukazitumia haithu mashaa, vyovyote vile unavyotaka wewe kuzitumia, tuzitumie katika ibada za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo jambo lingine ambalo ni la mwisho nasema ghinaka kabla faqrik, utajiri aliyokuruzuku nao Allah subhanahu wa ta'ala utumie vizuri kabla ujawa fukara, kabla Mwenyezi Mungu hajachukua vile vitu vyake ambavyo amekuruzuku, vitumie katika njia zilizokuwa za kheri. Haya kwa mujibu wa swali uliloniuliza Sheikh Abdallah, kwa uchache na ufupi nimejibu kupitia hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika mambo haya. Naam Sheikh. Asante Sheikh Omar, wallahi kama mimi binafsi nimefurahi sana kulingana na swali hadithi iliyoelezea. Yawezekana ni kwamba kwa umri tulionao mimi na wewe, mambo yote matano tumeingia, kuanzia uhai, kuanzia afya, kuanzia utajiri, kuanzia kuwa na muda kutumia vizuri. Leo niongezee kidogo Sheikh Omar, afan, leo vijana wengi hasa katika mkoa huu wa Dar es Salaam hawana muda, yani muda wao waliokuwa nao wanatoa katika lagha, mambo ya kuzibozi. Mfano sasa hivi kuna World Cup, kombe la dunia linaendelea katika nchi ya Mexico, Marekani na Canada. Na tofauti za jiografia kule, wakati huu inawezekana ni usiku, unaelekea alfajiri sasa hivi, sivyo? Ukifika huku usiku, sisi kwetu ni usiku, kule kwao tayari ni mchana, inawezekana jua linawaka. Mipira kule shekhe iko saa 8 usiku, saa 9. Mtu yuko radhi aangalie mpira wa saa 10, lakini alfajiri namshinda. Kwa hiyo vijana wengi leo wametambua kupitia Mukhtar Online TV na Mwale TV kwamba kumbe kuna faida kubwa ya kutumia uhai na muda tuliokuwa nao kuyafanya yale ambayo Mwenyezi Mungu anafanya yanampendeza. Wallahi niseme nimefurahi, nilitamani kuhoji maswali mengi, lakini swali lako, majibu yako yametosheleza moja kwa moja kwamba
mada imekuwa imetosha, kila mtu amepata mazingatio. Nadhani cha muhimu ni kwamba wasikilizaji wetu walifuatilie hili, walijue, kwa sababu yako maneno anasema Sheikh Omari, hakuna pepo ya msikilizaji wala ya msemaji, pepo ni ya mfanyaji. Kwa hiyo mimi niwaombe watazamaji wa Mukhtari Online TV, wallahi tumefurahi sana, tulikuwa naye Sheikh Omari Salum Mukhtari ambaye ni mwalimu mkuu wa Wazatul Falah Container Mivumoni. Karibuni sana, huyo ndio mwalimu mkuu. Nadhani kwa atakayehitaji mawasiliano yake ya simu, basi inshallah anaruhusiwa, anaweza akayapata pia. Lakini pia niwaombe ndugu zangu watazamaji wa Mwale Online TV na Mukhtari Online TV pale YouTube, TikTok, Instagram, majina ni hayo hayo, mwende mkasubscribe, mkalike, mkashare na mkacomment kwa vipindi vizuri kuhusiana na Uislamu wetu. Lakini wiki ijayo tutakuwa naye Sheikh Ali ibn Said ibn Muhammad al-Hariri insha Allah. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.